Mwelekezi wangu anasema ni mbaya, lakini tunatumai kwamba hali itatatuliwa ili vijana waweze kupata haki yao. Tukiangazia mengine ni kwamba mvua kubwa inayoendelea kunyesha imekuwa kero kwa wakazi wa Mombasa. Baadhi ya barabara na makazi yamefurika, haswa maeneo ya Nyali, Kisauni na Likoni. Kupata kujua taswira kamili ya hali ilivyo, sasa hivi tunaungana na mwanahabari wetu Francis Mtalaki kutoka huko Mombasa. Mtalaki, kama unanipata, hebu tueleze uko wapi haswa na hali iko namna gani? Na asante sana Mwanahamisi, na kupata kwa njia iliyo sawa kabisa. Hapa nipo katika maeneo ya Ziwa la Ng'ombe, eneo bunge la Nyali, kaunti hii ya Mombasa, na picha unazoziona mtazamaji moja kwa moja ni athari za mvua ambayo imekuwa ikinyesha. Ilianza jana usiku, mapema usiku wa kuamkia leo, na katika maeneo haya picha hapa ni mojawapo ya kanisa ambalo tayari limefurika. Hii ilikuwa ni barabara ambayo magari yanaweza kupita kuingia nyanjani, lakini kwa sasa magari yameweza kukwama upande wa pili, na upande huu hakuna gari linaweza kupita. Lakini wanaotaabika zaidi ni maelfu ya wakazi wanaoishi katika eneo hili la Ziwa la Ng'ombe. Mfano mzuri, ukiweza kuangalia katika upande wa pili pale, utaona kuna maduka, kuna watoto, kuna baadhi ya wakazi pia wamekwama pale, na kuna huyu bwana pia napita hapa, alikuwa nafikiri ni wale ambao wanaokota chupa wakienda wakiuza, lakini jinsi anavyotembea katika sehemu hii na kuonyesha kwamba ni kwa athari tu na ni kwa machungu makubwa kwamba kuweza kupita katika sehemu hii. Pia wakazi wa eneo hili wakisema kwamba tatizo hili limekuwa kwa muda mrefu sana, na ndiposa kwamba wakasema kwamba wanahitaji suluhu ya haraka. Lakini nipo na baadhi ya wakazi katika eneo hili. Songa hapa karibu. Mimi mwenyewe nimelazimika kuvaa gumboots hapa ndio niweze kufika katika eneo. Labda tuambie majina yako na mvua hii imeweza kuathiri namna gani? Kwa majina naitwa Bwana Peter Kungu Nyambura. Mimi ni mkazi wa area hii ya Ziwa la Ng'ombe. Tatizo hili limekuwa ni changamoto kwa muda mrefu sana, miaka na miaka. Na pia ni hapa nyuma kuna hospitali, na kama watoto wamama pia wanapeleka watoto clinic pia wanateseka, na pia madaktari wanapata shida pia ile kuingia wahudumie wagonjwa. So tatizo hili linakuwa ni sugu na limekuwa la muda mrefu sana. Tulikuwa tunaomba serikali bwana mtusaidie na hapa mahali. Tunaomba tu hivyo. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga, wanasema kwamba mvua hii ndio imeanza leo na inaratibiwa kuendelea katika siku zijazo. Labda mnahofia nini? Sisi kama wakazi wa hapa tunahofia ya kwamba tuko na watoto wadogo hapa, na hii maji obvious inakuja inaleta outbreak, kuna malaria, kuna umbu. So tulikuwa tunaombelea sana serikali, jameni mtusaidie, maana hapa pana watoto wengi na ni resident pia. Hii ni resident area, kuna watu wanaishi, kuna mafamilia za watu. Sasa tunaomba serikali tusaidie na hapa mahali tusaidike. Asante sana. Acha tusonge kwa mama wengine ambao katika sehemu hii. Naona Mwanahamisi, na lazima niweze kuvaa gumboot kama hii ndio niweze kutembea katika eneo hili. Labda mami, tueleze majina yako, umeishi hapa kwa muda wa kiasi gani, labda athari hii imekuwa hapa kwa muda mrefu? Mimi kwa majina yangu naitwa Florence Dhahabu. Ni mkazi wa mtaa huu miaka mingi. Nikiingia hapa nilikuwa na miaka 17 na mpaka sasa na miaka 42. Mimi nimekaa sana maeneo haya, ninayajua. Mvua ya leo imeathiri vipi? Mvua ya leo hata si ya leo tu, ni ya miaka mingi. Kila msimu wa mvua ikinyesha huwa ni shida kama hii inatokea. Sasa mimi chenye ambacho ningeweza kuwaomba waheshimiwa wetu, yani ni kama tu ni siri ninawaibia, kukitokea tu mheshimiwa mmoja aje atuondolee hii maji, hata asifanye kampeni, arudi kwa nyumba akae, na atapita asubuhi saa 12, kwa sababu hii kitu imekuwa donda sugu maeneo ya hapa. Maeneo ya hapa hata wale ambao wako na nyumba za kurentisha wanapata wateja wakati kuna jua. Maagenti wanaleta watu wakati kuna jua, lakini hawawezi kuleta watu wakati na huu, maana hakuna atakayekubali kuingia kwa nyumba ambayo inafurika maji. Sasa hata kupata wapangaji wa nyumba za huku ni shida. Biashara zetu kama sisi watu tunafanya kazi ya kuuza mahamri na viazi. Kwa hali hii kuna mtu ambaye anaweza kutembea aje anunue viazi. Hata kama unajua kupika viazi, kwa hali hii ataogelea maji haya aje anunue. Kwa hivyo kila kitu kiko chini. Biashara, makazi ni hali ngumu yani huku. Kuna watu wamekwama ndani labda?
Sisi hata huwa tunaingililiwa na maji. Nikiwa mmoja wao nimezoa maji miaka mingi sana. Kukija maana hii mvua kama inaendelea, lazima haya maji yatapanda mpaka yaingie kwa nyumba. Mimi nikiwa mmoja wao nishawahi kuzoa maji si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Kwa hivyo hii mvua inatuathiri sana. Asante. Labda songa karibu tukimaliza na wewe, tuambie labda wewe umeathirika namna gani na mvua hii, ikizingatiwa kwamba pia kuna kliniki ambayo iko katika eneo hili. Majina mwanzo. Okay, mimi kwa majina naitwa Faith Wandera, mkazi wa hapa Ziwa la Ng'ombe, na kulingana na hii mvua imetuathiri sana. Kwa sababu gani? Sisi ni wafanyabiashara wa hapa kambi ya moto Ziwa la Ng'ombe, na kukiwa na maji kama haya, obvious wenye vibanda, wenye kuuza hata sabuni ni mali haziwezi enda kwa haraka juu tuko katikati ya maji. So inatuathiri sana. Alafu na kama kwenda hospitalini hivyo uko na dharura, uwezi enda hospitalini sababu ya maji, uwezi enda kutibiwa ugonjwa ukiongeza ugonjwa mwingine juu. So kwa wale waheshimiwa wetu wenye tunawapenda sana, kitu chenye ningewaomba, vile tuliwachagua na roho moja, na nyinyi pia mtufanyie kazi na roho moja. Tutashukuru sana juu tuna watoto ambao wako under age, wengine hata bado wanatambaa, wengine ndo wanaanza kusimama, ambapo ni hatari sana kwa maisha yao. Na pia kuzoazoa maji kwa nyumba tumeshachoka nayo. Asante sana. Na mweza kusikia kutoka kwa baadhi ya wakazi ambao wakielezea yale mahangaiko wanayopitia, na ndio mvua imeanza Mwanahamisi, na kueleza kwamba endapo mvua hii itaendelea jinsi utabiri kitengo cha utabiri wa hali ya anga walivyosema hapo jana katika taarifa zao kwamba maeneo ya pwani yatakuwa yanapokea mvua kubwa, na ndio hiyo imeanza. Kwa hivyo basi tutakuwa tunafuatilia kwa karibu, na tunataraji kwamba wale wahusika wanaohusika, hasa serikali ya kaunti Mombasa, itaweza kushughulika ili kuhakikisha kwamba wote wameweza kupata suluhu, hasa katika wakazi. Ni moja tu ya magari ambayo yamefanikiwa kupita, kwa hivyo lakini inapita kwa hali ya ugumu sana, na baadhi ya watoto mahala pa kucheza hakuna kutokana na kufurika kwa sehemu hii. Kutoka kaunti Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki, na kuregesha kwake Mwanahamisi Amadi kwa taarifa zaidi. Na asante sana.